Ndugu zangu wanahabari, kikao chetu cha leo ni kikao cha Shura ya Maimamu Tanzania, na tumepanga kuongea na vyombo vya habari kwa lengo la kutoa taarifa ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2029. Shura ya Maimamu ni taasisi kongwe ya Kiislamu ambayo katika majukumu yake, moja ya majukumu yake ni kushughulika pia na masuala ya kisiasa hapa nchini, na imekuwa ikifanya au ikitekeleza majukumu hayo kwa muda mrefu. Katika uchaguzi huu wa mwaka huu 2025, Shura ya Maimamu Tanzania, kamati kuu ya siasa, iliweka waangalizi wa uchaguzi na wameshiriki katika maeneo kadhaa hapa nchini. Kwa hivyo leo wanatoa taarifa ya uangalizi ambayo inatokana na uchaguzi huu uliopita. Taarifa yetu itagusia maeneo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kisiasa, hasa katika uchaguzi huu, na tutaeleza yale ambayo yaliyojiri katika maeneo mbalimbali ya kisiasa katika uchaguzi huu. Lakini hatimaye pia tutakuwa tuna tamko la Shura ya Maimamu kuhusiana na uchaguzi huu wa mwaka 2025. Eneo la kwanza ambalo tunazungumzia kile ambacho waangalizi walichoanza nacho kuangalia katika uchaguzi huu, kwa maana ile ya eneo kubwa la kisiasa. Kwanza kabisa ni swala la daftari la wapiga kura. Daftari la wapiga kura ni kitabu ambacho kinaorodhesha Watanzania ambao ndio hatimaye huwa wanafanya maamuzi ya kupatia watu uongozi wa nchi. Kwa mujibu kuchukua nafasi za uongozi wa taifa. Kile ambacho tulichokiangalia au Shura walichokiangalia katika chombo hiki muhimu, daftari la wapiga kura, ni swala zima la uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Daftari hili kwa mujibu wa sheria linatakiwa lifanyiwe uboreshaji, yani kulipitia mara mbili kati ya kipindi cha uchaguzi mpaka uchaguzi mwingine. Na lengo kubwa la kupitia daftari la wapiga kura ni kuangalia mambo kama manne hivi kwa ajili ya kuboresha. Kwanza kabisa huwa ni kuongeza wapiga kura wapya, kwa sababu katika awamu iliyopita kuna watu umri wao ulikuwa mdogo, hawa wanaingizwa, na kuna wale ambao hawakujiandikisha katika uchaguzi uliopita na wanaongezwa pia. Kwa hivyo lengo la kuboresha ni kuongeza wapiga kura wapya. Lengo la pili ni kuondoa majina ya watu ambao wamefariki katika kipindi cha uchaguzi mpaka kipindi cha uchaguzi mwingine. Huwa kuna watu wengi sana wanakuwa wamefariki. Na lingine huwa ni kuondoa majina yaliyojirudia mara mbili. Hili ni moja katika matatizo ambayo yako katika daftari la wapiga kura. Na lingine huwa ni watu waliohama kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Mara nyingi imegundulika kwamba watu hawa huwa wanatambuliwa pale walipokuwa wanaishi, lakini kule wakohamia pia wanakuwa wanatambuliwa vile vile. Lakini lingine huwa ni majina hewa ambayo huwa yameingizwa katika daftari la kupiga kura. Kwa hivyo lengo la kupitia daftari la kupiga kura ni kuboresha daftari la kupiga kura ili waweze kuwepo wanakura halali na kwa idadi ile ambayo ni sawasawa kwa wale waliojiandikisha. Taarifa yetu inaonyesha kwamba daftari la kupiga kura upitiaji haukuwa mzuri na bado lina matatizo makubwa haya ambayo tuliyoeleza. Eneo la pili ambalo kama watu ambao tulishiriki kufanya uchunguzi ilikuwa ni swala la chaguzi za ndani ya vyama. Katika chaguzi za ndani ya vyama, demokrasi ilikuwa inatofautiana kati ya vyama. Katika vyama vidogo inaonekana angalau demokrasi ilikuwa kubwa katika chaguzi za wabunge, madiwani mpaka urais vile vile.
lakini katika chama kikubwa, chama tawala, kulikuwa kuna tatizo kubwa, hasa katika nafasi ya mgombea urais, ambapo inaonekana kwamba kamati kuu ilibadilisha utaratibu wa katiba na matokeo yake ikawa hana mpinzani katika nafasi ile, na jambo ambalo lilileta mgogoro mkubwa sana. Lakini pia waliweza kubadilisha vifungu vya katiba ili kukidhi matakwa ya wakubwa, na yaliweza kubadilisha yale matokeo ya wapiga kura wao. Hili ni eneo ambalo linaonekana kwamba lilikuwa na matatizo au linatofautiana kati ya vyama na vyama. Eneo lingine ambalo tuliangalia ni swala la usajili wa mawakala. Hawa ni watu muhimu sana, lakini eneo hili pia tumegundua kwamba lina matatizo makubwa sana katika swala zima la uandikishaji wa mawakala, lakini swala la viapo, lakini swala vile vile la kutambuliwa mawakala pale ambapo wanapokwenda katika vituo vya kupiga kura. Lakini jambo lingine la msingi ambalo tulijaribu kuliangalia ni kampeni za uchaguzi. Kampeni za uchaguzi za mwaka huu zilikuwa sio bora sana, kwa sababu wananchi wengi inaonekana kwamba walikuwa morali wao wa kushiriki siasa ulikuwa umeshuka sana, kiasi kwamba ile mikutano ya kampeni ya vyama vyote haikupata ule msisimko mkubwa wala idadi kubwa ya watu. Chama tawala kwa sababu kilikusanya fedha nyingi sana, kwa sababu chenyewe kabla ya wakati wa kampeni walianza wachangisha fedha matajiri hela nyingi sana. Kwa hivyo kilikuwa chama ambacho kimeingia kwenye kampeni hali ilikuwa kikiwa na fedha nyingi sana. Kwa sababu ya ule utajiri walikuwa nao, wao walilazimika kuitengeneza mikutano yao kwa kubeba wapiga kura. Na eneo mojawapo ambalo wamelitumia sana ni eneo la shule, wakichukua wanafunzi wengi kutoka katika mashule kwa magari kukodi na kuwapeleka kwenye mikutano ya kupiga siasa. Lakini vile vile hotuba katika kampeni hazikuwa na mvuto mkubwa sana, hasa katika hotuba za chama tawala, kwa sababu walikuwa hawana mambo mapya zaidi ya zile ahadi ambazo walizokuwa wamezitoa katika miaka ya nyuma, ambazo nyingi zilikuwa hazikutekelezeka. Lakini upande wa vyama vya upinzani, wao walifanya kampeni ya kuwatembelea, kampeni ya nyumba kwa nyumba ya kuwafikia wapiga kura, na huko walikutana na maswali mengi sana, walikutana na matatizo mengi ambayo waliyasikia kutoka kwa wapiga kura. Wengi walijaribu kulalamikia baadhi ya mambo ambayo miongoni mwa hayo ni yale ambayo ni majukumu ya serikali lakini wanapewa wao. Kwa mfano swala la kuzoa taka ambalo sasa hivi limefanywa kwamba ni jukumu la wananchi na wanatozwa fedha. Swala la ulinzi pia wananchi wanatozwa fedha vile vile, lakini walilalamikia ahadi nyingi ambazo zimetolewa kwa nyuma. Kwa mfano ahadi ya mama kujifungua bila kulipa malipo akiwa hospitali, lakini haitekelezeki. Matibabu kwa mtoto na mzee bila kulipa gharama halitekelezeki. Vile vile elimu kwa katika mazingira magumu sana. Kwa hivyo walipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa wapiga kura. Kwa kifupi, kampeni zilikuwa na sura hiyo za kisiasa. Baada ya kampeni tuliingia kwenye swala la upigaji kura. Upigaji kura ulianza Oktoba 29. Kitu ambacho kilichoonekana katika kampeni, kwanza kabisa kulikuwa na swala zima la kuwazuia mawakala wa vyama vya upinzani kuingia katika vituo vya kupiga kura, lakini mawakala wa chama tawala waliruhusiwa kuingia katika vituo vya kupiga kura, na hiyo ilitoa nafasi sana ya kuingizwa kura feki katika yale maboksi ya kupiga kura. Kwa hivyo mawakala walizuiliwa, na hata pale ambapo walipolalamika, lakini bado waliruhusiwa kuingia hali ya kuwa hawatambuliwi. Lakini kulikuwa kuna hali ya upendeleo vile vile kwa watu wa tume, ambapo kwa mfano kuna baadhi ya maeneo walikuja watu kupiga kura wakiwa hawana vile vipande vya kura, lakini walikuja hali ya kuwa wana barua ya utambulisho wa Chama cha Mapinduzi na wakaruhusiwa kupiga kura. Wakati tukiendelea kwenye zoezi la upigaji kura, waangalizi wakiangalia hiyo hali, kulitokea maandamano makubwa yalifanyika katika maeneo mbalimbali, na yalileta athari kubwa, kwa sababu kuna maeneo ambayo tunaweza kusema kama uchaguzi haukufanyika kabisa. Maeneo kama ya Ubungo, maeneo kama ya Kinondoni, huko ni eneo ambalo liliathiriwa kwa kiasi kikubwa sana na yale maandamano. Lakini pia kulikuwa na swala la mauaji, watu wengi inaonekana wameuawa katika siku ile ya maandamano. Kuna swala la watu ambao walijitokeza katika upigaji kura, walikuwa watu wachache mno.
katika baadhi ya vituo ambavyo wapigaji kura upigaji kura ulifungwa saa 10, lakini wasimamizi wa uchaguzi wakachukua maboksi ya uchaguzi wakaondoka nayo. Pamoja na hayo, lakini kuna baadhi ya vituo ambavyo vilivyoanza kuhesabu kura. Katika vile vituo ambavyo viliweza kuhesabu kura, lakini baadaye hawakufika mwisho, nao pia yale maboksi wasimamizi wakayabeba wakaondoka nayo. Katika vile vituo, baadhi ya mawakala waliwahi kuchukua zile hati za majumuisho, na waangalizi wa shura ya maimamu waliziona hati 4 za majumuisho ambazo zilikuwa na sura ifuatayo. Moja ilikuwa ni ya kituo cha Lumo Sekondari B4. Waliojiandikisha walikuwa ni watu 372, lakini waliopiga kura walikuwa ni 21. Na kituo cha pili kilikuwa ni kituo cha Lumo Sekondari A4. Waliojiandikisha walikuwa ni 429, lakini waliopiga kura walikuwa 34. Na kituo cha tatu kilikuwa ni Lumo Sekondari A5. Waliojiandikisha walikuwa ni 422, waliopiga kura walikuwa ni 14. Na kituo cha 4 waliojiandikisha walikuwa ni Lumo Sekondari CA. Waliojiandikisha walikuwa 423, waliopiga kura walikuwa 23. Kwa hivyo unaweza ukaona kwa kiwango gani wapiga kura walikuwa wachache sana katika maeneo ya kupiga kura. Kwa hivyo uchaguzi wa safari hii au uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa ni uchaguzi ambao ulikuwa na mwitikio mdogo sana ukiangalia katika ile hali halisi inayotokana na nyaraka, lakini yale ambayo watu tumeshuhudia kwa macho vile vile. Ilifika katika vituo vile vya kupiga kura wakati fulani, kituo cha kupiga kura msimamizi na mawakala wanakaa muda wa masaa 2 hajatokea mtu kupiga kura. Sasa muktasari wa taarifa yetu unaeleza kama ifuatavyo. Namba 1, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Na 2, mawakala hawakupewa nakala ya majumuisho ya vituo. Na 3, nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Na 4, nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Na 5, majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo. Na 6, sehemu nyingi wa Tanzania wengi hawakupiga kura kabisa kutokana na sababu mbalimbali. Hali hiyo imeripotiwa kutokea sehemu zote za Tanganyika. Kwa muktadha huo, haiwezekani kupata rais, mbunge na diwani kwa hesabu ya kura za wananchi. Ndugu na habari, nasaha zetu ni hizi zifuatazo katika ile hali ya uchaguzi ambao ulioendelea. Pamoja na waangalizi wa ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU. Taarifa za waangalizi wote zimefanana, zimeshuhudia mambo mazito na makubwa. Miongoni mwa hayo ni haya yafuatayo: 1, kukandamizwa haki za wapiga kura. 2, uchaguzi usiofuata sheria. 3, mauaji ya raia wasiokuwa na hatia. 4, matokeo ya kupikwa kwa maana ya wizi wa kura. Shura ya Maimamu Tanzania kama baraza la kidini tunapaswa kuyasemea mambo hayo kwa mtazamo wa itifaki nzuri za kijamii, lakini kwa uzito wa pekee kwa mtazamo wa vitabu vitakatifu vya Qur'ani, Injili na vingine. Kwa maana hiyo tunalazimika kuangalia haya masuala ya wizi wa kura, mauaji yalitokea kwa mtazamo wa Qur'an, lakini Injili na vitabu vingine. Tunatazama haya mambo kwa mtazamo wa kidini kwa sababu ni muhimu zaidi katika dini. Vitabu vya dini ndio rejea muhimu sana katika maisha yetu. Tunaangalia kwanza swala la wizi wa kura. Wizi wa kura maana yake nini? Wizi wa kura maana yake ni A, ni kupiga kura zaidi ya mara moja. B, ni kubadilisha matokeo ya kura. Na C, ni kununua kura kwa rushwa na mfano wa hayo. D, kuiba au kuharibu sanduku la kura kwa nia mbaya. Na E, ni kutangaza matokeo ya uongo. Haya yote kwa mtazamo wa Uislamu ni khiana, ni uhaini na ghish, udanganyifu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani Karim, wala msifanye hiana, uhaini kwa makusudi na nyinyi mnajua. Hii ni sura ya 8 aya 27. Hapa Qur'ani tukufu inakataza aina zote za hiana, iwe katika mali, madaraka au haki za watu. Wizi wa kura ni hiana kwa jamii na taifa kwa ujumla.
Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wala msiliane mali zenu kwa batil, wala msiwapelekee rushwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu katika sura ya pili, sura Al-Baqara, aya 188. Aya hii inakataza rushwa, udanganyifu katika kupata mamlaka au faida ikiwemo ya kisiasa. Mtume Muhammad SAW anasema, atakayetudanganya sisi, atakayetudanganya si katika sisi. Imepokewa na Muslim hadithi hii. Hii ni hadithi ya wazi kwamba udanganyifu ikiwemo wizi wa kura ni kosa kubwa. Miongoni mwa madhara ya wizi wa kura, miongoni mwa madhara ya wizi ukiwemo wizi wa kura kwa mujibu wa Uislamu ni haya yafuatayo. Moja, ni kuvunja amana, uaminifu ambao ni nguzo muhimu ya jamii bora yenye hatua ya maendeleo. Mbili, kuharibu uadilifu ambao ni msingi wa utawala bora. Tatu, kuleta fitna na chuki miongoni mwa watu. Nne, kuleta au kuimarisha tabaka la viongozi madhalim wasiokuwa na ridhaa ya wananchi, jambo ambalo ni kinyume na mtazamo wa Kiislamu. Muislamu sifa yake ni hii inafuatia hapa chini. Katika swala la uchaguzi ni kumpa ridhaa mtu mwadilifu na mwenye uwezo wa kutenda. Pia pili ni kuwapa ushirikiano watu, chama, taasisi wanaothamini utu na kuheshimu makubaliano. Na tatu, kuepuka kushiriki au kufaidika na udanganyifu. Nne, kusimama katika haki hata kama ni dhidi ya ndugu yako au chama chako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah, mkitoa ushahidi kwa uadilifu, wala kuchukiana na watu kusiwapelekee kutofanya uadilifu. Hii ni aya ya 8 katika sura Al-Maida, sura ya 5. Wizi wa kura ni dhambi kubwa katika Uislamu. Ni kitendo cha uhaini, udanganyifu na dhulma dhidi ya watu na taifa kwa ujumla. Muislamu anatakiwa kuwa mkweli, mwadilifu na mtetezi wa haki za binadamu zinapovunjwa na mtu yoyote yule. Tunazungumzia swala la mauaji katika Uislamu. Tulikuwa tunazungumzia swala la kura. Tumerejea Qur'an, tumerejea na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaangalia mauaji katika Uislamu unasemaje. Kumuua mtu asiye na hatia ni jambo linalochukuliwa kwa uzito mkubwa sana katika Uislamu. Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimeweka wazi kwamba maisha ya mwanadamu ni matakatifu na hakuna mtu mwenye haki ya kuyatoa bila sababu halali za kisheria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kwa sababu hiyo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba anayemuua mtu bila ya mtu huyo kuwa amemuua mtu mwingine au kufanya uharibifu katika nchi ni kama ameua watu wote, na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote. Hii ni aya ya 32 katika sura 5, sura Al-Maida. Aya hii inaonyesha ukubwa wa dhambi ya kumuua mtu asiye na hatia. Mwenyezi Mungu anasema ukifanya hivyo ni sawa na kuangamiza ubinadamu wote. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia anasema, wala msiue nafsi ile ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isiuawe isipokuwa kwa haki, na aliyeuliwa kwa dhulma tumempa mrithi wake mamlaka, lakini asipite mipaka katika kuua. Hakika yeye yuko katika msaada. Sura 17 aya 33. Aya hii inasisitiza kwamba mauaji ni haramu isipokuwa kwa sababu za haki kama zilivyowekwa na sharia, mfano adhabu ya kifo kwa muuaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kuangamia kwa dunia nzima ni jambo dogo mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko kumwaga damu bila ya haki. Hii ni hadithi inapatikana katika Sahih Bukhari, hadithi ya 6868. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema, muumini atabaki katika wigo wa dini yake isipokuwa pale tu atakapomwaga damu bila ya haki. Hii ni hadithi ya 3987. Hii inaonyesha damu ya mtu ni jambo tukufu sana. Kumuua asiye na hatia kuna haribu imani ya mtu na kunahesabika miongoni mwa madhambi makubwa zaidi. Mtazamo wa Kiislamu unajadidisha kuwa uhai ni haki ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu si mwenye mamlaka ya kutoa au kuondoa uhai bila idhini yake.
Mauaji yasiyo ya haki ni miongoni mwa madhambi 7 makubwa yaliyotajwa na Mtume Muhammad SAW katika hadithi ya 2766. Katika Uislamu, damu ya mwanadamu, iwe Muislamu au asiyo Muislamu, anaishi kwa amani, inalindwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayemuua mtu aliye chini ya ulinzi, mtu huyo hataisikia harufu ya pepo. Sahihi Bukhari, hadithi ya 3166. Kumuua mtu asiye na hatia ni dhambi kubwa mno katika Uislamu. Ni kuvunja moja ya haki kuu alizopewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, haki ya uhai. Hizo ni nasaha zetu kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maeneo hayo ya uwizi wa kura na katika maeneo hayo ya mauaji. Tamko letu katika sherehe za kuapishwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 3 mwezi 11 2025, amekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Viongozi wa kanisa Tanzania wamekiri kufanyika mauaji hayo. Waislamu wenye macho, ulul albab Tanzania, pia wamekiri kufanyika mauaji hayo. Vile vile waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU wamekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania na sheria za kimataifa, waliouliwa ni watu wasiokuwa na hatia, innocent, mpaka pale mahakama itakapothibitisha makosa yao. Kwa muktadha huo, moja, tunalaani vikali mauaji ya watu wasio na hatia waliouliwa katika uchaguzi mkuu 2025. Mbili, kwa huzuni kubwa tunatoa rambirambi kwa familia na ndugu wote wa raia na wengine waliopoteza maisha katika mashambulizi na ukatili uliofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Tatu, tunasimama kwa mshikamano na ndugu wa marehemu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Nne, mioyo yetu imejaa huzuni lakini pia imesheheni matumaini makubwa kwamba haki, amani, utu na ubinadamu vitarejea Tanzania. Tano, tunalani uharibifu wa mali za raia wasiokuwa na hatia katika uchaguzi huo. Sita, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Mawakala hawakupewa nakala za majumuisho ya vituo. Nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo. Tunalani ufisadi na ulaghai huo mkubwa uliofanywa na mamlaka za dola katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 29, 2025. Saba, tunashauri viongozi wa dini, viongozi wa stafu wa serikali na taasisi za haki za binadamu waombe kukutanisha serikali ya CCM na wapinzani wake kujadili mustakabali wa taifa. Nane, tunashauri serikali ya CCM itoe haki kwa Watanzania kuandika katiba mpya ya taifa lao. Tisa, kwa sauti kubwa kabisa tunakataa kupongeza uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika Tanzania mwaka huu. 10, tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki taifa letu la Tanzania lifikie katika uhuru, mshikamano na amani ya kweli. Asante sana. Ndugu wanahabari, tumezungumzia uchaguzi, lakini tukaangalia mtazamo wa Uislamu katika yale yaliyojiri katika uchaguzi, hasa katika eneo la wizi wa kura, lakini vile vile katika eneo la mauaji yaliyotokea, na tumenukuu aya za Qur'an tukufu kuhusiana na swala la wizi wa kura. Tumenukuu hadithi za Mtume Muhammad sallam katika swala la wizi wa kura. Tumenukuu aya za Qur'ani katika masuala ya mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, na tumenukuu hadithi za Mtume Muhammad sallam vile vile katika mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, na tumetoa tamko letu la hayo mambo yaliyojiri katika uchaguzi mkuu wa 2025. Kama kuna swali basi tunaweza kujibu maswali machache ili tuweze kumalizia. Ndio. Karatasi ndio. Mnaomba karatasi? Ndio. Na kwanza ni kuna taarifa yenu inaonyesha
kufuatiliwa na jeshi la polisi na usalama. Swali la pili ni umetoa mtazamo wa shura ya maimamu kwamba watu hawakujitokeza, mwamko ulikuwa mdogo kwenye upigaji wa kura, lakini jana kwenye ufunguzi wa bunge la 13 Rais Samia alisema kwamba tume ilikuwa na vituo vingi sana kiasi kwamba watu waliokuwa na waangalizi ambao labda ni kujumuisha na jeshi la maimamu kwamba waliona kama watu kujitokeza, lakini vituo vilikuwa vingi kiasi kwamba watu wanafika na pia na kuondoka. Nini kauli yenu kuhusu hii kauli ya mheshimiwa rais? Na swali la nne ni kwamba makosa jinsi wamezungumza wakawa wanaunga mkono ushindi wa serikali iliyoko madarakani na wakapongeza na kutoa msisitizo kwamba amani kwanza inatangulia, halafu haki inafuata. Nini msimamo wa shura ya maimamu? Sawa. Nafikiri jambo la kwanza mwangalizi wa shura ya maimamu pia walipata matatizo. Walipata matatizo maeneo mawili. Maeneo matatu. Kwanza walikuwa wanasumbuliwa sana katika vituo wanapotaka kufuatilizia habari, hasa pale ambapo inapojitokeza yale matukio ya uhalifu wa wazi. Wanapokwenda pale kutaka kujua habari walikuwa wanakataza, kwa sababu umejitokeza uhalifu mwingi sana. Kuna watu walikuwa wanakwenda kupiga kura pale ambao hawastahili kupiga kura, na wengine walikuwa wanaonekana wamevaa sare za waangalizi waangalizi wa uchaguzi, watu wa tume, ikiwa na kupiga kura pale. Sasa unapotokea ule uhalifu wa kura zinapokamatwa, wakienda pale walikuwa wanasukumwa, wanafanywa fujo. Lakini la pili, kunyang'anywa simu. Wamewahi kunyang'anywa simu na zikafutwa picha. Yaani kuna matukio ambayo yalitokea ya wizi wa kura, walipokuwa wanapiga picha basi walivamiwa na polisi na wakawanyang'anya, wakafuta zile picha. Ingawa kwa bahati nzuri kuna kituo ambacho walifuta picha lakini ikawa hawakuzimaliza. Tunazo ambazo zinathibitisha ule wizi wa kura unavyofanyika. Lakini la tatu, yuko mwangalizi wetu ambaye alichaniwa diary yake baada ya kuonekana kwamba alikuwa amenote yani yale matukio, basi alinyang'anywa diary na ikachanwa moja kwa moja, na amechana msimamizi wa kituo, lakini akiwa chini ya usimamizi pale polisi wanamwangalia pale. Kwa hivyo matatizo yametokea. La pili, swala la kujitokeza kupiga kura. Kwamba unasema kwamba imesifiwa kwamba wapiga kura walikuwa wengi. Kwa bahati nzuri shura ilikuwa na waangalizi, lakini pia mimi pia nimeshiriki moja kwa moja ambaye ni katibu wa shura. Kwa hivyo sisi tulikuwa kwenye tukio lenyewe, yani tukiona ile hali halisi. Na bahati nzuri hapa nyuma nimekusomea data, nimekusomea taarifa ya majumuisho ya moja ya vituo kama 4 ambayo ilipatikana kwa njia ya bahati, kwa sababu katika ile vurugu iliyotokea pale wao waliwahi kuchukua ile, ambayo unaona kwa mfano kituo wamejiandikisha watu 372 lakini waliopiga kura ni 21. Kituo wamejiandikisha watu 422 wamepiga kura watu 14. Kituo wamejiandikisha watu 423 wamepiga kura watu 21. Sasa hii inakuonyesha wazi, na hii hali imetokea nchi nzima. Huwezi ukasema kwamba hapa watu walijitokeza kupiga kura, lakini kuna kauli ambayo imezungumzwa kwamba inatokana na kwamba watu wakuonekana wengi katika vituo kwa sababu vituo vilikuwa vingi. Kauli hii iko hivi, uchambuzi wake labda pengine ni jambo ambalo haliingia kilini kwamba hiyo sababu itakuwa sawa, kwa sababu kwa kawaida kila kituo huwa kina wapiga kura walioandikishwa kama tunavyoona hapa, wanakuwa ni 400. Kwa hivyo wale wapiga kura 400 ndio hao wanatakiwa kwenda kwenye kile kituo. Ongezeko la vituo halimaanishi kwamba vile vituo sasa walihamishwa wale wapiga kura. Yaani baada ya kuongeza vituo vipya, alafu ikawa sasa wanatolewa kwenye vile vituo vyao wanahamishiwa kwenye vile vipya. Haikuwa hivyo. Maana kama kuna vituo vipya ina maana kwamba vingekuwa vinawapiga kura wapya. Vile vilikuwa na wapiga kura wake wangebaki vile vile. Ndio hao tunawasoma hapa. Kwa hivyo ina maana kwamba katika hivi vituo walipaswa kuwepo watu 372. Lakini baada ya kuwepo watu 372 walikuwepo watu 21. Ndio halisia. Kwa hivyo hata kama vituo vingeongezeka, kule kuongezeka havihamishi wale wapiga kura walioandikishwa katika kituo husika. Wale wanabaki vile vile. Kwa hiyo tutaraji kwenye vile vituo tuwaone watu wamebakia vile vile.
wanne, hata kama tutakuwa vimeongezeka vituo vingine vipi, ambapo katika uhalisia hivi vituo ndo tunaona hivi sasa. Yani kuna kituo watu wamejalisha watu 14 kutoka watu 422 waliojiandikisha wamekwenda watu 14. Unaweza ukaangalia ni kwa kiwango gani. Kwa hivyo taarifa hiyo ni taarifa ya kisiasa mno, na hii kwangu mimi ni ya kweli kabisa, kwa sababu mimi nilikuwa kule field kwenye jambo lenyewe, na hii ni data ambayo ninakupa ya nyaraka moja kwa moja ambayo unaweza ukapima ukajua kama kuna ukweli kiasi gani. Kwa hivyo sio kweli kwamba eti kuongezeka kwa vituo ndio kulikopelekea watu waonekane wachache. Vituo vikiongezeka, vile vituo vya zamani vinabaki na idadi yake ya wapiga kura wale wale. Walitakiwa wale waonekane pale kwenye kile kituo. Kama ni 600 basi wanatakiwa waonekane 600, lakini hawakuonekana. La pili, tume ilikuwa na vituo, ndio hiyo nimejibu. Watu hawakujitokeza kwa wengi, ndio hiyo nimejibu. La BAKWATA nafikiri la mwisho, kwamba BAKWATA wamepongeza. Nafikiri BAKWATA ni BAKWATA, na wao pengine inawezekana wakawa na vigezo vyao vya kupongeza na kuonyesha ule uhalali, lakini sisi vigezo vyetu sisi ni utafiti. Sisi vigezo vyetu ni utafiti, na ni utafiti ambao tunauona ni wa kweli. Lakini sisi tulikuwa kabisa kule kwenye eneo la kupiga kura, tulikuwa na waangalizi wa uchaguzi katika upigaji kura. Sisi hatutoi taarifa ya maneno tu, hatutoi taarifa ya watu mmekaa mahala penu afu mnasema. Sisi tunatoa taarifa ya utafiti. Tumepeleka, na shura tunafanya hivi miaka yote, huwa tunapeleka waangalizi katika uchaguzi wa kura wa upigaji kura, na tunatoa taarifa na tunaipeleka mahala, na inasaidia umma, inasaidia hata vyombo vile vya serikali, kwa sababu inakuwa ni taarifa ya uangalizi. Watu mmekwenda kuangalia hali ya uchaguzi ilikwendaje. Kwa hivyo sisi taarifa yetu ni taarifa ya utafiti, tulipeleka watu field, tulipeleka watu kule kwenye tukio lenyewe. Kwa hivyo hiyo taarifa ya BAKWATA si wamepata wapi, watajua wao wenyewe. Sisi haituhusu. Sisi taarifa yetu kimsingi ni taarifa inatokana na ukweli. Taarifa ambayo inatokana na ukweli. Ukweli unatokana na utafiti, na matokeo ni haya tunazungumza. Kwa hivyo hiyo ya BAKWATA nafikiri ni taarifa inahusu BAKWATA wenyewe na wale ambao ni wafuasi wa BAKWATA. Nafikiri sisi hiyo sisi tunafuata taarifa ambayo ni ukweli. Naam. Sawa. Kwanza ni kuhusiana na ambacho kimezungumzwa baada ya yote. Taifa kama lilikuwa limeingia kwenye mgawanyiko, hususan baada ya pia tumetoa ripoti yake hapo baada ya usimamizi wa shura kufika katika hali maeneo kama Uzenga na kuona hali hizi. Jana Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kutangaza kwamba yuko tayari kwa ajili ya kuona maridhiano. Alihusisha pia baadhi ya viongozi kwamba walikaa chini vyama vya siasa vya upinzani pamoja na utawala pamoja na maneno. Lakini binafsi yangu najaribu kuuliza ama najaribu kuangalia ni kwamba nyinyi kama shura mna wafuasi ambao wafuasi hao pia ni raia wa nchi hii ambao wao wengi bado wanaonyesha kuwa na mashaka na hayo maridhiano ya mchakato. Sasa wewe, ipi kauli yako kwa wananchi ambao wengine pia ni wafuasi wenu kuelekea hayo maridhiano ambayo wanasema yatakwenda kufanyika kwa ajili ya kuweka hali sawa, kurejesha taifa katika hali ya maendeleo? Ipi kauli yako au kauli yenu kama shura kwa hawa wafuasi ama wananchi ambao wao wanaonyesha bado kutokuwa na imani na maridhiano haya? Na je, nyinyi kama shura mko tayari kwa hayo maridhiano pia? Hilo ni la kwanza. La pili, umezungumza pia hapa kwamba BAKWATA wana msimamo wao na nyinyi kama shura pia na msimamo wenu na mtazamo kwenye katika Uislamu. Sasa kutofautiana kimitazamo pengine hususan katika kipindi kama hichi, hii haiwezi kuathiri kwa namna moja ama nyingine, hususan katika kipindi ambacho tunakwenda kuridhiana. Maanisha sasa Waislamu ambao ni BAKWATA pamoja na shura ambao sasa wanaonekana kukinzana na kutofautiana kimitazamo, haiwezi kuwa na athari zozote hususan katika kuleta taifa pamoja ili kuweza kupata hali ya kilimo. Sawa. Au nijibu kwanza? Naomba nijibu. Sawa. Swali la kwanza, swala la maridhiano. Kwanza sisi tumeonyesha kwenye tamko letu, sisi tumependekeza hivi kwamba watokee watu viongozi wa dini na wastaafu
wa serikali, wale waadilifu, watu wa haki za binadamu waombe pande mbili, serikali na wale wapinzani wake wakutane. Yani tunazungumzia third party kwamba yafanyike, lakini hiyo kuna third party kwamba hiyo ndio nzuri, ndio mtazamo wetu sisi tulionao. Lakini kwenye swala la maridhiano sasa, ile aliyozungumza rais jana, mimi sioni kama kuna dhamira ya kweli ya maridhiano kwa jinsi nilivyosikia ule hotuba, kwa sababu yani rais katika mazungumzo yake yani amepongeza na kusifia sababu zile ambazo zilipelekea yale mambo yalitokea tarehe 29 yafanyike. Yalitokea tarehe 29, watu waliingia kwenye maandamano, ni kwamba wanapinga mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania, ndio wakaingia barabarani, ndio sababu kubwa maana yake. Na rais amesimama jana anapongeza tume, kwa maana kwamba anapongeza kwamba ule mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania ni ule. Kwa maana hiyo ni kwamba anatangaza kwamba yani tusitarajie mabadiliko yote katika jambo kama hili. Ukitangaza kwamba hutarajii mabadiliko yote katika mfumo wa uchaguzi, maana yake ni kwamba unatangaza yani kuendelea na mapambano, kwa sababu hiyo ndio ilipelekea watu 29 wakaingia. Lakini rais kasimama anapongeza kwamba uchaguzi, akiwa anaonyesha kwamba uchaguzi uko vizuri, tume ya uhuru uko vizuri, ambalo hilo ndio tatizo kubwa sasa hivi linalokabili wa Tanzania mpaka wanagawanyika, maana yake kwamba kuna tatizo la mfumo wa uchaguzi. Na kwa bahati nzuri hilo jambo liko dhahiri kabisa. Bahati nzuri mimi mwenyewe nimeshiriki kwenye uchaguzi. Mpaka leo ninapokueleza sasa hivi sijui yani mimi kama nimeshindwa au nimeshinda. Sijui. Nimeshiriki mpaka mwisho kwenye uchaguzi. Lakini saa 10 watu wa tume ya uchaguzi walikuja wakabeba masanduku wakaondoka wakaenda zao. Na huko wakashika makaratasi wakatangaza mgombea wa CCM. Si ndio? Hii tafsiri yake ni kwamba yani ina maana kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuona kwamba yani wananchi wanaweza kupata viongozi wanaowataka kwa ridhaa yao, na watu wengine pia kuingia kwenye fikra ya namna hii itaiangamiza nchi. Na rais jana nimepongeza, anasema hii ana maana kwamba uchaguzi unaoendelea sasa hivi chini ya hii tume ya uchaguzi kwamba ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sioni kama kulikuwa kuna dhamira ya kweli, kwa sababu dhamira kweli ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Yani kwanza ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo, then tukae sasa tuliangalie tatizo. Ndio ambavyo inavyokwenda. Kwa hivyo mimi sioni kama kweli kile alichozungumza cha maridhiano kwamba kina dhamira kweli. Maridhiano ni lazima kwanza muangalie matatizo yakoje, afu mkae pamoja muweze kuangalia ile matatizo na muweze mkatatua. Lakini pia katika ile alichozungumza jana, swala la kuunda tume, haya ndio mambo yanalalamikiwa muda wote, na ndio utamaduni wa serikali yetu sasa hivi. Inasababisha matatizo, alafu yenyewe inajitokeza kama yenyewe ndio inaweza kutatua yale matatizo. Utasemaje kwamba serikali iunde tume ya uchunguzi katika situation kama hii, katika mazingira kama hii, katika hali ambayo inaonekana kabisa kwamba miongoni mwa watu ambao wanaweza kutumiwa ni vyombo vya dola wenyewe, alafu unasema kwamba wao ndio waunde tume ya uchunguzi, lakini uzoefu unaonyesha serikali haina uwezo kabisa wa kuunda tume ya uchunguzi. Wameunda tume nyingi na hazikufanya chochote kile, na hakukuwa na ukweli wote ule. Kimsingi ni kwamba kwa maneno yaliyozungumzwa yanaonekana mazungumzo ya kisiasa, na kwa mwenendo ule tatizo upo uhusiano, tatizo likawa kubwa zaidi. Kutofautiana kimtazamo na BAKWATA. Sisi bahati nzuri tumeweka tamko zuri sana katika Qur'ani. Katika Qur'ani al-Karim Mwenyezi Mungu anasema hivi, anasema ikiwa mtatofautiana Mwenyezi Mungu anasema rejeeni katika Qur'an, rejeeni katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu, mtapata ufumbuzi kama mmetofautiana. Mwenyezi Mungu anasema mkirejea katika Qur'an, mkirejea katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu, mnapata ufumbuzi. Ndio maana sisi katika tamko letu limejaa aya nyingi sana za Qur'an. Tamko hili limejaa hadithi za wazi kabisa za Qur'an. Na sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kupinga kwamba wizi wa kura ni makosa makubwa. Sidhani. Sababu Qur'ani haina kitu ambacho haizungumzii. Kila kitu inazungumzia. Sidhani kama kwenye mtu yuko Muislamu anaweza kupinga kwamba mauaji ni jambo baya sana. Tena hadithi ya Mtume imesema kwamba kumuua mtu aliyokuwa chini ya mwangalizi, yani yuko chini ya ulinzi. Yani anasema mtu anayefanya hivyo, hadithi ya Mtume anasema mtu akafanya hivyo, harufu ya pepo hatoisikia. Kwa hivyo mimi nadhani
hatuwezi kutofautiana kwa sababu sisi tumeweka shura maimamu kwenye tamko letu, tumeweka aya za Qur'an ambazo ni aya ambazo Muislamu yote yule analazimika kuzinani kwenda, lakini kubwa zaidi ni ukweli, si ndio? Lazima tutafute ukweli. Sisi haya tuliyozungumza ni kweli kabisa kwamba uchaguzi sio huru, haukuwa huru na haukuwa ni wa haki. Tunao ushahidi, mimi ninazo picha kabisa na baadhi nimeprint ziko hapa, ambazo wale wasimamizi wa uchaguzi wanaiba. Utasemaje uchaguzi uko huru? Yani wale wasimamizi wa uchaguzi si ndio wamekabidhiwa dhamana? Mimi ninazo picha wasimamizi wa uchaguzi wanaiba. Yani wanakata kura, wanaingiza kwenye maboksi yako, hazipo hapa. Utasemaje kwamba uchaguzi huo ulikuwa halali? Tena unazungumza wewe Muislamu. Unazungumza hivyo katika jambo ambalo limefanyika uovu mkubwa kabisa, wizi ni katika madhambi makubwa kabisa. Kwa hivyo hatutofautiani. Kwa sababu tukitofautiana tunarejea katika Qur'ani. Qur'ani inasema nini juu ya wizi? Qur'ani inasema nini juu ya mauaji? Tunapata ufumbuzi. Kwa hivyo sisi msimamo wetu bwana ni Qur'ani imesema nini juu ya wizi wa kura, na wizi wa kura umetawala katika uchaguzi huu. Sisi tumeshuhudia kwa macho, picha zipo. Sisi watu wa ndani tumeona, hata watu wa mataifa nje pia wameona. Mauaji tumeyaona dhahiri, shahiri, watu wanauawa barabarani na mpaka leo athari iko kubwa sana katika jamii. Kwa hivyo hilo lina tatizo. Tuko vizuri katika. Ndio. Na moja wako wa kwanza kabisa ambalo unazungumzia ni waangalizi kama shura ya maimamu. Ndio. Mapema kabisa wakati mchakato unaanza, tume huru na serikali mapema kabisa ilitoa mwongozo na kaainisha taasisi ambazo hazipaswi kuwa na waangalizi. Moja ya taasisi zilizoainishwa ni taasisi za kidini. Ndio. Kwa hiyo hapo moja kwa moja maana yake ninyi kama shura ya maimamu mmepoteza sifa ya kuwa sehemu ya waangalizi. Kwa taarifa yako unasema mmekosa bali ya serikali. Amoni tangu kwanza maana yake taarifa hii kwanza mkiona kabla ya kuja kutafuta bali. Lakini jambo la pili umeeleza kuhusu kwa kweli changamoto walizozipata kwenda Amoni kwanza, jambo la kwanza lina hapa tu ina maana yake changamoto inaonekana kwa sababu wamekwenda pale wanaonekana kama watu ambao sio wapiga kura, labda kuhusika, sio maafisa wanaotakiwa na nini, na wamekwenda kwa sababu sio waangalizi kwa utaratibu, maana yake wao sio waangalizi wa uchaguzi kwa sababu hawana hiyo sifa ya kuwa waangalizi. Amoni kama walikwenda kama watu wengine ambao pengine kwa dola wangeweza kuchukua watu wakali kama watu wanaokwenda kwenye kituo kwa ajili ya kufanya uhalifu na kuhuru kama hivyo. Hilo swali langu la pili ambalo linagusa kwenye hiyo ajenda. Kwamba ninyi mliopeleka vituoni watu ambao hawana sifa ya kuwa hivyo. Lakini kwenye muktadha wa jambo hilo lenyewe la ishu ya uangalizi, kwa muktadha huo wote ambao tunazungumza na muktadha wa kisheria kwamba mkoa hiyo na sifa, hiyo pia huoni inaondoa sifa ya ripoti yote ambayo mnaitoa kwa sababu imetolewa na taasisi ambayo waangalizi wake au yani tafsiri kama haikuwa na waangalizi kwenye jicho la kisheria kwa sababu ni taasisi ambazo ni taasisi za kidini asipokuwa kuwa na waangalizi. Sasa amoni tu hiyo kukosa sifa, maana yake ripoti yote ambayo imetoa hapa inakosa sifa hiyo na nguvu kwa sababu inakosa nguvu ya kisheria. Sawa. Kwanza niseme kwamba mimi katika watu waliohudhuria wakati wa sheria ya uchaguzi ilipokuwa inapitishwa nilialikwa kule Dodoma mwaka ule. Katika eneo nililosema ni hilo. Yani tulipokuwa tunachangia, tuliwaeleza kwamba yani swala la elimu ya uraia ni swala ambalo haliwezi kufanywa na mamlaka. Sababu elimu ya uraia maana yake ni kwenda kuwaelimisha watu. Serikali haiwezi kutosheleza kwenda kuwaelimisha watu ili watu waweze kuelewa mambo afu ikawazuia. Lakini pia tukawaeleza kwamba hiyo ni haki ya watu wa dini. Yani sisi hatuwezi kuacha kuwaelimisha watu wetu eti kwa sababu mpaka tupate kibali kutoka serikalini. Na huo msimamo sisi tuliueleza na ninabakia nao mpaka leo. Yani sisi tupewe kibali, tusipewe kibali, sisi tutakwenda kuangalia uchaguzi. Hilo jambo tumelifanya sisi kabla ya sheria haijapita. Yani kabla ya sheria ya uchaguzi haijapitishwa, hii mambo ya kuobserve, kupeleka waangalizi tulikuwa tunapeleka, na kuna kipindi tulikuwa tunapewa vibali na serikali. Hilo la kwanza. La pili, kupoteza sifa. Kupoteza sifa, sisi tunaweza kupoteza sifa kwa maana hiyo ya kisheria. Lakini yale tuliyozungumza haiwezi kupoteza sifa. Sababu yale tunazungumza ni kweli. Ni kwa mfano wewe umemwona mtu anauawa pale. Sasa huwezi kupoteza sifa kwa sababu wewe sio polisi, maana polisi ndio anapaswa kumkamata mtu anayeua. Lakini haipotezi vile ukweli kwamba ulimuona mtu anauawa na uliona jinsi mtu anavyouawa.
Kwa hivyo sisi tunachoamini kwamba kile tulichokiona kilikuwa ni sahihi, na kwa bahati nzuri kimefanana na kile ambacho walichokizungumza wale waangalizi waliokuwa na vibali kama vile waangalizi wa SADC na waangalizi wa African Union na waangalizi wa European Union. Kwa hivyo utaona cha Shura ya Imam na zile taasisi kubwa tumekuwa tuko sawa sawa. Kwa maana hiyo bado kile tulichokiangalia kimebaki na thamani na hadhi, na sidhani kama mtu ambaye ni mweledi unaweza ukapuuza information kwa sababu ya kumwangalia mtu. Yaani mtu anakupa taarifa badala ya kuzingatia ule ukweli wa ile taarifa, alafu unamtazama yule mtu kwamba huyu bwana sio mwandishi wa habari, huyu bwana sio mtu sidhani kama mtu mwenye busara anafanya hivyo. Kwa hiyo tulichokuzungumza sisi kina hadhi kubwa na kina thamani ile ile, na sisi tunaendelea kufanya kazi ya kuangalia masuala ya uchaguzi, na tutaendelea kufanya bila kuzingatia kwamba tuna kibali cha serikali au hatuna kibali cha serikali. Naam. Hii itakuwa la mwisho au la ngapi? Unaitwa? Ndio. 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 Mnapendekeza ama mnashauri nani awe kiongozi wa maridhiano na wengine wakati kuwa washiriki wa maridhiano? Nani aongoze maridhiano, na serikali, CCM ama nani? Kwa langu la pili, kufuatia iliyopita serikali imekiri, na jana rais amezungumza mengi sana kama maeneo ya kisiasa, kijamii na kadhalika, jinsi atakavyokuwa na mengi. Shura ya maimamu kwa yote niliyofuatia jana, ni lipi angalau linawapa matumaini mema kuendana kupitia kutoka yote ile ya jana? Mwisho, serikali ya rais jana imetangaza msamaha kwa vijana 100 wanaoshikiliwa katika mbalimbali vya polisi kuhusiana na yaliyotokea kwa 29. Lakini huku kwenye jamii kuna baadhi ya watu wanaona msamaha ule hautoshi, kwani kuna watu wameharibiwa vibaya mali zao, kuna watu wameachwa na ulemavu wa kudumu wakiwa hawakushiriki kule kama ambavyo wamesema kwao walikuwa wapewe msamaha, lakini pia kuna watu wamefiwa na wapendwa wao mpaka leo hawajapata msamaha. Je, ninyi tamko lenu likoje? Tunafurahia na kuunga mkono ule msamaha ama mngependekeza pia kwenda zaidi kufikia makundi kama haya? Asante sana. Kwanza ni nani tungependa aongoze maridhiano? Sisi tumeeleza mlindani, tumeeleza kwa ujumla kwamba sisi tungependa sana yani third party iwe ni watu itokee ni viongozi wa dini, viongozi wa stafu wa serikali ambao tunaamini kwamba ni watu wenye heshima zao na kadhalika, na taasisi za dini, taasisi za haki za binadamu. Sasa mchakato utakuwaje, hilo ni swala lingine, lakini dhana yetu sisi ni hiyo, na sisi tulikuwa tunafurahia sana kama wangechukuliwa hawa watu wa ndani. Ingekuwa ni jambo bora zaidi kuliko ni kuanza kuwafikiria watu wa nje. Yaani sisi tungefikiria kwamba tunao hapa nchini, tunao viongozi wa dini wenye heshima, tunao viongozi wa stafu wenye heshima, tunazo taasisi za haki za binadamu, kwamba hizi tuzipe nafasi ziweze kusimama kuleta kuangalia tatizo likoje katika jambo kama hili. Yaani ina maana kwamba hizi taasisi au muundo huu ndio utengeneze ajenda ya vikao. Kwa hivyo si mtazamo wetu ni huo, na tumeueleza kwenye tamko letu. La pili, lipi tunaloamini kwamba ni jambo zuri? Sisi tunaamini kwamba ile kauli ya rais ya maridhiano, tunaamini kwamba ni kauli nzuri, lakini sisi mashaka yetu makubwa hayo maridhiano yenyewe yanafanyikaje na nani anayefanya, ambapo serikali kwa mtazamo wake ni kwamba hayo maridhiano wao ndio wayasimamie. Ile dhana ya maridhiano ni kitu kizuri, lakini kwa mchakato upi? Sio mchakato huu wa kwamba serikali wao ndio wasimamia ile maridhiano. Hilo ndio ambalo tunaona kama ni zuri, lakini tunahitaji kuweka vizuri zaidi. Alafu kuna msamaha aliotoa rais. Katika swala la msamaha niseme kwamba
Sisi kwanza tunasikitika sana kwa sababu rais ametoa rambirambi juu ya watu waliouawa. Rambirambi ni jambo zuri sana, na ile rambirambi ni kwamba inawahusu wale waliofiwa, si ndio? Lakini katika tukio lile lina pande mbili. Tukio lile kuna waliouawa na kuna walioua. Rais ametoa tamko linalohusu wale waliouawa, amewapa rambirambi. Hajatoa tamko linalohusu wale walioua. Rais hajawalani watu waliofanya yale mauaji. Yeye ametoa rambirambi kiasi kwamba hapana statement ya kukemea, ya kulani yale mauaji. Yani hakuna message nzito ya rais ambayo imekwenda kwa wale walifanya mauaji, hakuna. Kwa hivyo ule msamaha ni jambo ambalo nafikiri lipo pale kawaida, na bado halijakaa sawa sawa, kwa sababu wale watu wako mahakamani na rais hawezi kutoa kesi mahakamani kwa mujibu wa sheria. Rais anaweza kumsamehe mtu ambaye amefungwa, lakini hawezi kumsamehe mtu ambaye yuko mahakamani. Ni kesi nyingine, maana hata tujui utekelezaji wake unakuwaje katika wale watu. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba sisi tumeyaona haya na msimamo wetu ni huo katika swala hili la maridhiano, swala hili la uchaguzi na mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana ndugu zangu wanahabari kwa kuja katika kikao hiki, na naamini kwamba mtatumia fursa zenu kuweza kuhabarisha Watanzania juu ya mtazamo wa Shura ya Maimamu katika uchaguzi huu, lakini vile vile mauaji yaliyotokea hapa nchini kwetu Tanzania. Asanteni sana.